Tanzania ni moja kati ya nchi kubwa na wazalishaji wakubwa wa madini ya dhahabu, lakini kwa muda wote nchi yetu haikuwemo kwenye orodha ya nchi zenye akiba ya dhahabu kupitia Benki Kuu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mujibu wa takwimu, nchi inayoongoza katika bara la Afrika kwa kuwa na akiba kubwa ya dhahabu kupitia Benki Kuu ni Algeria, ina tani 174, na kwenye 10 bora ya mwisho ni Msumbiji, ina tani 3.682 ya akiba ya dhahabu kupitia Benki Kuu. Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Rais alitoa maelekezo kwa sekta ya madini tufanye mabadiliko ya sheria. Kifungu cha 59 kifungu kidogo cha kwanza na cha pili cha sheria ya madini sura 123 tumekifanyia marekebisho na hivi sasa kinasomeka ifuatavyo: mtu yoyote ambaye ana leseni ya uchimbaji na ambaye anasafirisha madini nje ya nchi lazima atenge asilimia isiyopungua 20 ya madini yote kwa ajili ya kuongezwa thamani, kusafishwa, kuchenjuliwa na biashara ndani. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya kutunga hiyo sheria, Benki Kuu ya Tanzania imeanza kununua dhahabu tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2024. Mheshimiwa Naibu Spika, leo miezi 18 Benki Kuu ya Tanzania imeweka historia, ina tani 23.8 ya dhahabu, na hivi sasa Tanzania ndani ya miezi 18 ipo kwenye 10 bora ya nchi zenye akiba ya dhahabu. Hii ni kazi kubwa sana imefanyika. Jambo la tatu ambalo lazima tumshukuru sana Mheshimiwa Rais, mwaka 2015-2016 sekta ya madini iliingiza kwenye mfuko mkuu wa serikali shilingi bilioni 161 kwa mwaka mzima. Baada ya kufanya marekebisho ya sheria ya madini ya mwaka 2017, tukaanzisha vituo vya ununuzi na masoko ya madini na kudhibiti biashara haramu na utoroshaji. Leo sekta ya madini inachangia kuingiza fedha nyingi zaidi kwenye mfuko mkuu wa serikali. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha uliopita tuliwekewa malengo ya kuingiza kwenye mfuko mkuu wa serikali shilingi trilioni 1.2. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha uliopita tuliwekewa malengo ya kuingiza katika mfuko mkuu wa serikali shilingi trilioni 1. Mpaka tarehe 30 Juni mwaka 2025, mwaka wa fedha ulivyokuwa unaishia, Mheshimiwa Naibu Spika, tuliingiza kwenye mfuko mkuu wa serikali shilingi trilioni 1 na bilioni 71, sawa na asilimia 113. Mwaka huu tumewekewa lengo la kuingiza shilingi trilioni 1.2 kwenye mfuko mkuu wa serikali. Mheshimiwa Naibu Spika, ninaposimama hapa leo mbele yako, mpaka siku ya leo sekta ya madini imeingiza kwenye mfuko mkuu wa serikali shilingi trilioni 1 bilioni 156. Tumebakiza bilioni 44 kuvunja rekodi yetu ya mwaka jana. Kazi nzuri ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Waheshimiwa wabunge, makofi kwa Rais Samia hayatoshi, tuongeze makofi kwa Rais Samia. Sasa haya yalikuwa ni maneno ya utangulizi ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Naanza kujibu hoja za wabunge sasa. Naanza na hoja ya kwanza. Hoja ya kwanza ni ya kuhusu utafiti. Waheshimiwa wabunge, nakubaliana nanyi, hatuwezi kuendeleza sekta ya madini pasipo utafiti. Utafiti ni jambo muhimu sana. Waheshimiwa wabunge, nchi yetu ya Tanzania tumefanya kitu kinaitwa Low Resolution Airborne Geophysical Survey kwa 100%, ambayo ilifanyika miaka ya kati 1978 mpaka 79, ambao maana yake ni kwamba tunairusha ndege ambayo inakuwa katika uso wa dunia kwa mita 120 na katika upana wa kilomita 1. Lakini tumefanya utafiti wa jiokemia
kwa asilimia 24 katika nchi yetu ya Tanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, hivi sasa dunia inafanya kitu kinaitwa High Resolution Airborne Geophysical Survey. Huu ndio utafiti wa kina ambao una uwezo wa kupiga picha chini ya ardhi mpaka kilomita 1 ikakuonesha anomalies na magnetic point, kwa maana viashiria vya mipasuko ya madini, ili tuongoze vizuri wachimbaji wetu wadogo wasichimbe kwa kubahatisha. Mheshimiwa Naibu Spika, eneo hili tumelifanya kwa asilimia 16 tu ya nchi yetu ya Tanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, nchi yetu ya Tanzania ina ukubwa wa eneo la kilomita za mraba 945,000 ambao ni sawasawa na ekari 233. Tumegawa nchi yetu ya Tanzania katika vitu vinaitwa QDS, quarter degree sheets, ziko 322, na kila QDS moja ina urefu wa kilomita 54 na upana kilomita 54, na hivyo inatengeneza eneo la kilomita za mraba 2916 sawasawa na ekari 720,696. Maeneo haya tunayo 322. Tuliofanyia utafiti wa kina ni asilimia 16 tu. Mheshimiwa Naibu Spika, nataka niliambie leo bunge lako, Daktari Samia Suluhu Hassan anakwenda kuweka rekodi katika nchi yetu ya Tanzania katika eneo hili la utafiti. Tunao mradi ambao tuko hatua za mwisho kuukamilisha na wenzetu wa Hispania. Tukiusaini mradi huu, tutarusha ndege katika blocks 2. Blocks hizi 2 zina eneo la ukubwa wa kilomita za mraba 176,676 sawasawa na asilimia 18 ya nchi yetu ya Tanzania. Ndugu zangu, hivi sasa tuna asilimia 16. Ukiongeza hizi 18 ambazo tutaanza muda sio mrefu, tutafika asilimia 34. Nataka nimuondoe hofu. Mheshimiwa mbunge wa Geita mjini, ndugu yangu Chacha, alikuwa anapata wasiwasi tutafika 2030 kwa asilimia 50. Kama leo 2026 tunakaribia asilimia 34, tunao mdau mwingine kaonyesha interest mkataba huko Wizara ya Fedha. Atapima block ya kuanzia Dodoma, Singida, Tabora mpaka Shinyanga, ambayo itakuwa ni asilimia 18 na yenyewe pia. Kwa tutafika mpaka asilimia 50 na ndani ya muda mfupi huu katika kipindi cha uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Niwaombe waheshimiwa wabunge, tumpe imani Mheshimiwa Rais, dhamira ni njema, tutaifikia kuipima nchi yetu katika kiwango hicho. Eneo la pili, local content. Ndugu zangu waheshimiwa wabunge, migodi yote nchi nzima inatumia shilingi trilioni 5.1 kwa ajili ya manunuzi ya bidhaa na huduma. Trilioni 5.1. Tumetunga sheria hivi sasa, kanuni ya 13 capital A ya local content regulation inasema bidhaa ambazo tutaziainisha ziko 20 hazipaswi kufanywa na mgeni isipokuwa Mtanzania, ili hela hii trilioni 5 ibaki Tanzania. Na naomba nichukue fursa hii kurudia tena, ni marufuku kwa mgeni yoyote ambaye ana kampuni hapa Tanzania kufanya kazi zile 20 ambazo zimeainishwa kwa mujibu wa regulation yetu. Hizi ni kwa ajili ya Watanzania, tuujenge uchumi wetu, na hii ni kazi kubwa ambayo imefanyika. Eneo la tatu, waheshimiwa wabunge, mmesema kuhusu leseni. Waheshimiwa wabunge, nitaendelea kufuta leseni. Ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais, nitaendelea kufuta leseni. Leseni sio za upangishaji. Leseni ni za kuchimba au kufanya utafiti. Hivi sasa wako Watanzania na wako wageni wanamiliki maeneo makubwa ya leseni na hawayafanyii kazi. Wachimbaji wetu wadogo wanakosa maeneo ya kufanyia kazi. Nimefuta leseni 40 wiki iliyopita, lakini bado na mtiririko wa leseni nyingi na nitaendelea kuzifuta. Wako wenzetu wako 38, watu 38 wanamiliki eneo lenye ukubwa sawasawa na halmashauri za manispaa za Moshi uziunganishe 10. Watu 38 tu wanazimiliki. Watu hawa hatuwezi kuwaacha na hawafanyi chochote katika leseni hizo. Nitafuta leo, kesho na kesho kutwa. Hatutaacha wachimbaji wetu wanakosa maeneo ya kuchimba kwa sababu ya watu wachache kuzuia leseni hizi. Mheshimiwa Naibu Spika, eneo ambalo limegusa hisia ya wabunge wengi sana ni eneo la technical support agreement, na hapa nitapunguza sauti yangu.
Mheshimiwa Naibu Spika, Sheria ya Madini sura ya 123 kifungu cha 9 kimetamka hivi: ni marufuku kwa mgeni yoyote kuingia kwenye leseni ndogo ya uchimbaji. Ni marufuku. Leseni hizi ni maalum kwa ajili ya Watanzania. Lakini tukaenda mbali zaidi, sheria ikatambua kwamba kuna wakati Watanzania wanaweza wakachimba, lakini wakafikia sehemu wakakosa baadhi ya vitu vichache na usaidizi wa kuweza kumfikia ili aweze kuchimba kwa tija zaidi. Kifungu cha 9 cha sheria ya madini kimeweka ruhusa ya kuwepo kwa mikataba ya msaada wa kiufundi. Mheshimiwa Naibu Spika, nataka nikiri, Mheshimiwa wabunge mmezungumza kwa hisia na kubaliana nanyi. Katika kipindi fulani kifungu hichi kilikuwa abused na kiasi kwamba kikapelekea wageni wengi sana wakaingia kwenye leseni ndogo za uchimbaji pasipo kufuata utaratibu. Serikali ilichukua maamuzi gani? Na hapo Mheshimiwa wabunge, naomba niliseme nieleweke vizuri. Hatua ya kwanza ambayo tuliichukua katika kuhakikisha kwamba tunaweka masharti magumu ya mgeni kuingia kwenye leseni ndogo ya uchimbaji, cha kwanza tulitunga kanuni ya msaada wa kiufundi ambako hapo awali haikuwepo. Lakini pamoja na hiyo tukasema mambo yafuatayo, na nitaomba hapa wachimbaji wadogo, najua mpo hapo juu mnielewe vizuri kabisa. Naomba nirudie tena leo. Ni marufuku mtu yoyote mwenye leseni ya uchimbaji kuingiza wachimbaji wadogo katika leseni yake. Ni marufuku. Leseni ni ya uchimbaji, sio ya kuwapangisha watu kuweka maduara. Ukikubali watu waingie kwenye leseni yako, mambo yafuatayo lazima yafanyike. Sheria ilikuwa haiwatambui watu wenye maduara, na Wizara ya Madini hatujatengeneza haki madini mpya ya watu wenye maduara, isipokuwa tumeweka utaratibu. Hivi sasa kwenye leseni yoyote ambako kuna maduara yamechimbwa, sharti la kwanza, ukikubali kuingiza wachimbaji wadogo, hakikisha mmesaini mkataba na mkataba umesajiliwa Tume ya Madini kati ya kwako wewe na mchimbaji mdogo aliyeweka duara lake, ili siku ukipata mwekezaji kwanza right of first refusal apewe aliyeweka nguvu yake maduara, kwa sababu wewe ndio umemkaribisha mwenye leseni. Akishindwa yeye ndio uende kwa mtu wa pili. Hivyo ndivyo kanuni yetu inavyosema. Kanuni ya 18 capital A ya mineral rights inazungumza hivyo kwamba hilo ni sharti. Sasa Mheshimiwa Naibu Spika, kichotokea hivi sasa ni kwamba wamekwenda wageni wengi sana katika maeneo yetu, na kwa kusaini mikataba ambayo muda mwingine imekuwa na mapungufu makubwa sana. Mimi nimeelewa kilio cha wabunge. Mheshimiwa wabunge, naomba mniamini, kijana wenu nimesimama hapa mbele ya bunge hili na hofu ya Mungu. Siko hapa kuzungumza jambo la uongo. Nataka niwaambie ukweli kabisa. Saini mkataba amejiridhisha nayo. Cha kwanza, eneo ambalo lakini hatuwezi kuweka nguvu katika maduara ambao wako wa Tanzania waliweka nguvu zao na utaratibu haukufuatwa. Hicho ndicho ambacho kanuni inasema.